Sadisan, lakini kabla sijaenda sadisan, muadilifu ndo nani? Tumuona tu hapa mtu muadilifu akiona mwezi basi itakubalika, au akitoa shuhuda. Muadilifu ndio nani? Al-Imam Ibn Uthaymeen katika Ash-Sharh al-Mumti' anasema al-adlu fi al-lughati huwa al-mustaqim. Mtu muadilifu katika lugha ni yule mwenye msimamo katika dini yake. Ndio al-adlu. Al-adlu fi al-lughati huwa al-mustaqim. Kilugha kwamba al-adlu wa al-mustaqim, ima ni kitu au mtu kilichonyooka, kilichosimama sawa sawa katika jambo lake au kwenye dini yake, kwenye mambo yake. Al-adlu, huyu ni muadilifu. Sasa kisheria muadilifu ndo nani? Na hii ndio maana inayozingatiwa. Anasema Ibn Uthaymeen, wa fi shar'i, na katika sheria pakisema muadilifu, man qama bil wajibat, ni yule aliyesimama kutekeleza mambo ya wajibu yanayompasa katika dini yake, walam yaf'al kabiratan, na hakutenda dhambi kubwa, walam yusirra ala saghirati, na hakuwa ni mwenye kuendelea kwenye madhambi madogo. Huyo ndo al-adlu, muadilifu tulimzungumza kwenye mambo ya mwezi hapa. Ni yule ambaye amesimama kutekeleza wajibu wake kwa upande wa Allah. Ni Muislamu, anafunga Ramadhani, anaswali, anasoma dini yake, yale mambo ya wajibu ambayo kakalifishwa na sheria lazima yafanye, yeye amesimama kuyatekeleza. Mosi. Pili, hakuwa ni mtu mwenye kufanya dhambi kubwa, sio mtu fasik kwa kufanya madhambi makubwa kama vile mlevi, mzinifu, mwenye kula riba, mwenye kubeti, mwenye kucheza kamari. Dhambi kubwa hiyo. Hawa si waadilifu. Kwa habari zao za mwezi hazipokelewi, kwa sababu wao ni watu madhambi makubwa. Walam yusirra ala saghirati, na hakuwa huyo muadilifu ni mwenye kuendelea kufanya dhambi ndogo. Akiteleza kufanya dhambi ndogo anatubia, anaachana nayo. Sio musir kwamba yeye ana dhambi yake aendelea nayo, hata kama ni si kubwa, ni ndogo, lakini ni mwenye kudumu juu ya dhambi hiyo. Si muadilifu. Hii haina maana muadilifu mtu ambaye hakosei. Anakosea lakini haendelei kwenye makosa. Ni mwenye kujirudi na kutubu na kusimamia wajibu wake katika dini yake. Sadisa, jambo la sita, la yasihu sawmi al-fardhi illa bi niyatin min al-layli. Haisihi funga ya faradhi. La yasihu sawmi al-fardhi, haisihi funga ya faradhi. Tushaziona funga za faradhi ndio zipi? Tumetaja kwenye kianyo cha mwanzo kama vile Ramadhani na nyinginezo. Illa bi niyatin min al-layl, isipokuwa kwa nia wakati wa usiku. Lazima iwepo nia usiku. Kama kusudia kesho kufunga Ramadhani, lazima nia yako iwepo wakati wa usiku. Kinyume na hivyo haitasihi funga yako. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake Mtume aliposema, man lam yubayyiti siyama, yule ambaye hakuilaza nia ya funga. Man lam yubayyiti siyama, yule ambaye hakulaza nia ya funga. Ay lam yubayyit niyata siyami, hakulaza nia ya funga. Wakati analala hana nia ya kufunga. Minal layl, wakati wa usiku amelala hana nia. Fala siyama lahu, hapana funga kwake yeye. Hana funga mtu huyu, kwa maana haikubaliki. Amelala tu kama mzigo, na yajua kesho Ramadhani, hakuwa na nia yoyote, kisha asubuhi asema mimi nimefunga. Fala siyama lahu, hana funga mtu huyo. Sasa nini maana ya haya maneno? Je, tuyachukulia kwenye udhahiri wake au anachoona unasemaje? Al-Allama Ibn Uthaymeen katika Ash-Sharh al-Mumti' anasema, walaysa bilazimin an tubayyita an-niyyata qabla an tanama, na si lazima, si jambo lenye kulazimu wewe
kuilaza nia ya funga kabla hujalala. Si lazima kwamba kabla hujalala lazima ulale na nia, walaysa bilazim. Sayyid Ibn Uthaymeen, si lazima. Sasa tunatakiwa tufanyeje? Anasema bali wajibu, bali chenye kupasa kwako wewe, alla yatlu al-fajru illa waqad nawaita, isije ikachomoza alfajiri isipokuwa una nia ya kufunga. Ndicho kinachokusudiwa. Sio lazima wakati unalala uwe na nia ya kufunga, hapana. Kinachokusudiwa isije ikachomoza alfajiri ya pili ya kujizuilia kula hali ya kuwa nia huna. Kwa maana unaweza ukalala saa 3, saa 4 huna nia ya funga, lakini ukaamka saa 9 ukala daku ukawa na nia sasa ya kufunga kuanzia hiyo saa 9. Jambo lenye kufaa. Kinachozingatiwa isichomoze alfajiri isipokuwa uwe na nia ya kufunga. Sio lazima ulale na nia. Unaweza ukalala bila ya nia ukaja ukaamka nayo saa 9 au saa 10 kabla ya kuchomoza alfajiri. Hilo ndio linalotakiwa. Sawa? Kwa hadithi ni kawazi. Na ikizungumzwa nia katika masala ya funga, wanachuoni hutaja nia za aina mbili. Niyatun fi kulli lailati, nia kwa kila usiku wa Ramadhani. Lazima uweke nia kufunga kesho, nafunga mchana unaofuata. Kila usiku lazima uwe na nia. Kuna kauli ya wanachuoni hiyo, wanashurutisha kila usiku una nia yake ya kufunga mchana wake. Pia baadhi ya wanachuoni wanahitaji nia kwamba itatosha unapoingia tu mwezi wa Ramadhani wewe kuweka nia ya kufunga mwezi wote wa Ramadhani. Hii imetosha. Kwa unapoingia tu Ramadhani, ndani ya moyo wako unajua mimi nia yangu kuufunga mwezi wote huu wa Ramadhani, ndio malengo. Hiyo ndio nia yako, basi imeshatosheleza kwa masiku yote yaliyobaki. Hailazimu kila siku uweke nia ya kufunga mchana wake. Sijui mnaelewa? Kuna kauli ngapi kuhusu nia? 2 kuhusu funga ya faradhi. Kauli ya mwanzo kuweka nia kila usiku uwe na nia kufunga mchana unaofuata. Kauli ya pili itatosha kuweka nia ule usiku wa mwanzo wa Ramadhani, lakini nia yako iko kufunga mwezi wote wa Ramadhani. Sasa tuendapo juu ya kauli hii ya pili kwamba itatosha nia kuufunga mwezi wa Ramadhani, lakini kwa sharti, ili itosheleze nia hii, kwa sharti pasizuke chochote ambacho kitakatisha funga yako. Kikizuka chochote kikakatisha funga yako, basi ukija ukaanza tena utakiwa weke nia nyingine sasa, kwa sababu ile nia mwanzo imeshakatika pale. Kulitokea udhuru, uliumwa wewe mwezi 17 Ramadhani, siku 3 ukufunga, kwa ile nia ile uliweka mwanzo wa Ramadhani ile imeshakatika. Unapokuja sasa kuendelea na funga, uweke nia nyingine ya kumalizia masiku yaliyobaki. Unaelewa? Ikiwa wewe msimamo wako kwamba ile nia moja ya mwanzo wa siku ile ya Ramadhani imetosha, ukipatwa na chochote katika udhuru ukakatisha kufunga, ukiendeleza weke nia nyingine. Ama ule ambaye kila siku yaweka nia, sio lazima hivyo, kwa sababu yeye akipata udhuru asipate udhuru, yeye kila siku nia nayo. Sawa? Haya, anasema mtunzi, amma naflu. Sasa tutamaliza darasa yetu. Amma naflu, ama funga ya sunna, ay amma saumun naflu, ama funga ya sunna, fayajuzu aqdu niyyatihi fi an-nahari qabla az-zawali. Itajuzu kuifunga nia yake wakati wa mchana kabla ya kupondoka jua. Tushatoka kwenye funga ya faradhi, tunaigusia funga ya sunna sasa kwa upande wa nia. Amma naflu, ama funga ya sunna ambayo si faradhi, umeamua kufunga Alhamis au Jumatatu, Sheikh anasema fayajuzu aqdu niyyatihi, itafaa kuifunga ile nia yake, kuithibitisha nia yake fi nahari, wakati wa mchana, kabla zawali, kabla ya kupondoka jua.
kabla jua halijaondoka katikati kuelekea magharibi, kwa maana kabla ya kuingia salatu dhuhuri iwe tayari umeshaika nia kufunga hiyo sunna. Jua likipondoka, kwa maana ikiingia dhuhuri, kwa maana jua limepondoka sasa, limemili upande wa magharibi, adhuhuri imeingia, hata kama haujala, haujafanya kitu cha kufungua, basi nia yako hapo haitasihi tena, huwezi tena kufunga sunna. Kwa kama una nia kufunga sunna, basi ufunge huku juu, uweke hiyo nia asubuhi dhuha likipondoka tu jua, kwa mimi sijakula wala sijafanya chochote ambacho kinafunguza funga, lakini saa 8 wache nitie nia kufunga. La, haifai. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Zawali jua lishapondoka tayari, adhuhuri shaanza. Kwa maana hilo likikutokea ufanye huko kwa asubuhi saa 4, hujui cheo utapata wapi, cha mchana hakieleweki, lakini hujafanya jambo lolote la kufunguza. Kama saa 4, saa 5, saa 6 unaweza kuweka nia ya kufunga funga ya sunna kisha ukafunga. Lakini hili lina khilafu kwa wanawachuoni. Baadhi ya wanawachuoni hawaoni hivi kama sharti iwe kabla zawali, wanaona itajuzu kabla zawali wa baadahu, kabla ya kupondoka na baada ya kupondoka itajuzu. Kwa ile hadithi ya Mtume ambayo tutaisoma hapo mbele, Mtume hakuwa anaangalia je kuna zawali au hakuna zawali. Yaani kwa kishaona hapaeleweki, anawaambia wake zake basi mimi nafunga. Hakubainisha kabla zawali au baada zawali. Sawa? Tuisome hii hadithi. Li hadithi Aisha, wa hadithi Aisha radhiyallahu anha qalat dakhala alaiha an-nabiy, aliingia kwangu Mtume swalla na salamu ziwe juu yake, dhata yaumin, siku moja, faqala, akasema Mtume, hali indakum shay'un, je kuna chochote kwenu katika chakula? Hali indakum shay'un, je kuna chochote kwenu katika chakula? Qulna, Aisha anasema tukasema sisi kumjibu, la, hakuna chochote kwetu katika chakula, hakuna kula hapa leo. Qala, Mtume akasema, fa inni idhan swaim, basi mimi kwa hiyo ni mwenye kufunga. Pale pale baada ya kwamba hamna kula, sasa mimi nafunga. Fa inni idhan, basi hakika mimi kwa hivyo swaimun, ni mwenye kufunga. Katika roho imekuja fa inni swaim, basi nakuja idhan, hakika mimi ni mwenye kufunga. Pia katika roho nyingine imekuja fa asumu, basi mimi nitafunga. Fa asumu, basi mimi nitafunga. Ndio anasema ikiwa kabla zawali itafaa kufanya hivi funga ya sunna, lakini kauli yenye nguvu kabla zawali wa baada zawali itafaa. Sababu tukiangalia hadithi ya Mtume hakusema lakini sasa hivi kabla zawali basi nafunga. Hapajaelezewa zawali wala chochote, kabla wala baada. Amekwenda mchana kwake hakuna kitu, akasema nafunga. Kwa itafaa kabla zawali wa baadahu. Na hiyo ndio kauli yenye nguvu ambayo ameirajihisha al-Imam Ibn Taymiyyah katika Majmu' Fatawa kwa kusema wal adharu sihhatuhu, na kauli iliyokuwa adhhar katika hiyo khilafu ni kusihi kwake funga hiyo ambayo itafungwa baada ya zawali, kama nukila ani sahaba, kama alipopokelewa hilo kutoka kwa maswahaba. Maswahaba walikuwa wakifanya hivyo, baada ya jua kupondoka wanaweka nia za kufunga kwenye funga zao za sunna, na wala haikuwa shida kwao. Lakini pia kuna khilafu ya mbali tutaiwacha. Tumeona funga ya faradhi lazima ulale na nia kabla haijachomoza alfajiri, lakini ya sunna si lazima. Inawezekana asubuhi hauna cha kukila ukasema nimefunga. Sawa? Baadhi ya wanachuoni hawaoni hivyo, wanaona funga za sunna na za faradhi zote lazima ulaze nia usiku kabla haijachomoza alfajiri, akiwemo al-Imam Muqbil ibn Hadi al-Wahdi. Zote lazima ulaze nia. Sabian wa akhiran, kipengele cha 7 na cha mwisho anasema lisawmi hikamun kathiratun,
inafunga hikma nyingi. Min ahammiha, miongoni mwa zilizo muhimu zaidi katika hizo, ayuhaqqika al-'abdu taqwallahi. Sasa nielezea hikma, kwa nini imefaradhishwa funga. Kuna hikma nyingi, miongoni mwa hizo ayuhaqqika al-'abdu ni kuthibitisha, kuihakiki mja taqwallahi, kule kumcha Allah. Kwenye kufunga kuna kuthibitisha lengo la takwa, ndani yake kunapatikana kumcha Allah, kama qala ta'ala la'allakum tattaqun, jumlatun ta'liliyah, ili mpate kumcha Allah. Ndio lengo la funga mwanzo kabisa. Ukiuliza lipi lengo la funga, at-taqwa ndio la mwanzo ambalo Qur'ani imeeleza, la'allakum tattaqun. Mengine kama yapo yatafuatia chini yake, kama anavyoleta mtunzi anasema wa min hikami sawmi, na miongoni mwa hikma za funga vile vile, ukiachilia mbali takwa, an ya'rifa al-ghaniyyu, ni kutambua yule aliyetajiri, mkwasi, asiyehitajia, ndo al-ghani, mkwasi. An ya'rifa al-ghaniyyu, ni kufahamu yule aliyetajiri, ni'ama Allahi alayhi, neema za Allah zilizo juu yake, min al-mata'imi, katika vyakula, wal masharibi, na vinywaji. Fayahmadullaha wa yashkuruhu, atamuhimidi Allah na kumshukuru yeye. Katika hikma za funga ni kupata kujua yule aliyetajiri, neema ya Allah iliyo juu yake, kwamba yeye kila siku hakosi kula, kila siku hakosi kunywa. Sasa akiingia kwenye Ramadhani hali wala haju mchana mzima, anapata kujua kwamba mimi nipo kwenye neema. Kumbe njaa inakuwa namna hii. Kuna watu haya ndio maisha yao kila siku, yeye mwezi mmoja tu atapata kukumbuka kwamba yeye kila siku hakosi kula, ile ni neema juu yake. Kuna watu hapati kula, kwa hicho anachokihisi yeye katika Ramadhani wenzake wanakihisi maisha yao yote, utajua kumbe mimi nipo katika neema. Ndio lengo vile vile. Wayatadhakaru akhahu alfaqira almuslima, na vile vile atapata kumkumbuka ndugu yake fakiri aliye Muislamu. Fayatasaddaqu alayhi, atampa sadaka. Akionja lile joto la funga, jua kali, mchana wa Ramadhani, bila shaka ataanza kuwafikiria wenzake ambao hawana, na ndio maisha yao ya kila siku, mlo mmoja. Basi ataanza kuwafikiria na kutoa sadaka, sababu yeye ashaonja sasa ule ukali wa njaa. Wa minha, na miongoni mwa hikma za funga, idhaharu wahdatil muslimin, kudhihirisha umoja wa Waislamu. Fatasumu al-ummatu wa tuftiru fi shahrin wahidin, utafunga umma na utafungua umma ndani ya mwezi mmoja. Kwa mwezi mmoja umma wote wa Kiislamu wanafunga na wanafungua popote walipo. Hili nalo linaonyesha umoja wao, kwamba wao ni watu wamoja. Popote alipo Muislamu, ikiingia Ramadhani atafunga na atafungua mpaka mwezi uishi. Ndani yake kuna kudhihirisha ule umoja wa Uislamu, lakini lengo kuu la'allakum tattaqun. Hapa ndipo ambapo nilipanga niishie. Kwa kuwa nilipanga hapa tuishi, itakuwa ndio mwisho wa darasa yetu. Kisha tutaendelea mpaka pale ambapo nitapanga mimi kuisha, itakuwa ndio mwisho wa darasa. Usichoke kuhudhuria, sasa ndani yake kuna manufaa ambayo uzuri wake utaona hapo mbele kwenye masiku ya Ramadhani. Kwa mpaka leo ushajua masharti ya mfungaji, kwamba lazima Muislamu, lazima awe baligh, lazima awe na akili na mengineyo. Lakini asiyeka darasani haya yajui. Ndio patikana baadhi yao wanawashajihisha Wakristo wafunge. Funga, Allah ndio mlipaji, siwasikilize hao. Yani wasisikilize sisi kwamba kafiri funga yake haisihi. Sasa ikiwa husikilizi wala upati dalili katika hayo, wala ukai darasani, huwezi kuyajua. Utakuja kusahihisha funga za wakafiri, utaona ni sawa, kumbe
sio sawa. Kwa kesho inshallah tutaendelea na mengineyo unaofuata mbele. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.